Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika nukta ambayo kwamba tulifikia ni kwamba tuliona utumwa kama utumwa ambaye kwamba sisi tunaongea hapa hayamaanishi ni ile utumwa, na sio maana ya utumwa ile ambayo kwamba inakusudiwa pengine utumwa kuwa mtumwa wa watu na kuwa kununuliwa na kubakia mtumwa wa mtu, lakini tunaweza ipanua zaidi maana yake. Anasema kwamba tunaweza igawanyisha utumwa hii mara mbili. Ya kwanza kabisa, at-tabi'iyatu lil-ashkhas. Tabi'iyatu lil-ashkhas ni maana yake. Tabi'iyatu lil-ashkhas ni ile kufata watu kiasi ambacho kwamba wewe mwenyewe unakosa fikra, wewe mwenyewe unakosa fikra ya uamuzi, au unakosa fikra ya maneno na vitendo. Na hii at-tabi'iyya lil-ashkhas nasema kwamba an yusallima al-insan aqlahu wa iradata li shakhsin akhar, ni mtu asalimishe uwezo wake, akili yake kwanza, yani apatiane au ampe mtu akili yake. Kumpa mtu akili yake kivipi? Kiasi ambacho kwamba yeye aishi ni kana kwamba hana akili, wakati ambao kwamba mwanadamu au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu na akili, na amemuumba mwanadamu na fitra ya kufikiria. Yani katika asili na katika fitra ya mwanadamu ni kufikiria. Kwa hivyo ndo anasema kwamba ayusallima al-insanu aqlahu wa iradatahu li shakhsin akhar. Ya kwanza apeane akili yake, asalimishe akili yake kwa watu wengine. Yani kwa kumaanisha kwamba kusalimisha huko ni kupatiana akili yako kwa irada yako. Wewe mwenyewe ndiye ambaye unataka kupeana akili yako, na wakati ambao kwamba wewe unajua akili yangu mimi nimepeana kiasi ambacho kwamba sina uamuzi na sina uwezo juu ya kitu ambacho kwamba mtu mwingine anakuwa ni mwenye kuniamulia. Si kupatiana tu akili, lakini pia katika nukta nyingine na irada na uwezo na decisions zako. Yani upatiane decisions zako kwa kiasi ambacho kwamba wewe usio unamiliki chochote, wewe usiwe una uamuzi wa kitu chochote katika maisha yako. Na tunapata vitu hivi viwili kwa mwanadamu. Atakapokosa akili mwanadamu na akose uwezo wa uamuzi, yani uamuzi awe ni mwenye kukosa mwanadamu, inamaanisha kwamba atakuwa si mwanadamu tena, atakuwa yeye anaendesha vile anavyotaka. Na ndio hivyo tunavyoona kwamba katika nchi nyingi na watu wengi sana wakati huu wanaishi katika hiyo maisha pasina kujua. Wengine wanajua na wengine hawajui. Wengine wanajua kwamba mimi akili yangu na uwezo wangu na fikra zangu zote iko chini ya mtu fulani. Kwa hivyo yeye akisema sama'an wa ta'a. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, uwezo wake wote ambao kwamba anayo anampa mtu mwingine kwa irada yake, kwa kutaka kwake na kwa uamuzi wake yeye mwenyewe, na kwa wakati ambao kwamba yeye mwenyewe ameainisha. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mwanadamu atakapofika katika stage hii, na sote tunajua, na tukirudi katika maisha ambayo kwamba tunaishi katika zama hizi, tunapata kwamba watu wengi sana tunaishi katika hali hiyo. Kwa hivyo anasema kwamba ya'tamiru bi amrihi, huyu mwanadamu pindi ambapo kwamba atakapopeana akili yake, wakati ambao kwamba atakapopeana uwezo wake, wakati ambao kwamba atakuwa ni mwenye kupatiana nguvu zake kwa mtu mwingine, yani huyo mtu atumie nguvu za huyo mtu vile anavyotaka. Kwa hivyo atakuwa anaendeshwa anavyotaka, yani atakuwa anaendeshwa kivyovyote vile. Usiku anakuwa ni mwenye kuendeshwa kivyovyote vile, mchana samana wa taa kivyovyote vile, familia yake nini. Sasa kila kitu chake kitakuwa kinaendeshwa na watu wengine, ambaye kwamba ni hatari tena sana, especially kwa mwanadamu ambaye kwamba yuko na uhuru wa fikra. Kwa hivyo anasema ya'tamiru bi amri, atakuwa anaenda na amri yake, wa yantahi binahihi, na ana katika safari yake ya maisha yake anaenda, lakini akiambiwa usifiki hapa afiki. Kwa nini? Kwa ajili sasa maisha yake yote itakuwa yuko anaishi na maisha ya yule mtu duna tafkirin, bila kuwa na fikra au naqdin, au bila kuchallenge. Kwa nini mnipeleke hivi?
Kwa nini niseme hivi? Kwa nini nifanye hivi? Kuna watu wengine katika maisha yao wako hivyo, kwamba yake amrishwa ndo hivyo. Hawezi uliza kwa nini mimi nifanye hivi, hawezi uliza kwa nini niseme hivi, hawezi uliza kwa nini niandike hivi, hawezi uliza kwa nini niende hapa, hawezi uliza kwa nini nifanye 1 2 3, hawezi uliza. Kwa hivyo anasema duna tafkiri, bila kufikiria kwamba akili yangu na mali yangu nimepeana, na uamuzi kila kitu kiko kwa mtu mwingine, ananipeleka vile anavyotaka. Hawezi fikiria, wala pia hawezi kuchallenge kwa nini mimi napelekwa hivi. Na mwanadamu sahihi ni mwanadamu ambaye kwamba anajiuliza swali hili kwamba kwa nini mimi nifanywe hivi, kwa nini mimi nipelekwe hivi, kwa nini niandikishwe hivi, kwa nini hivi, kwa nini vile. Au khaufan au tamaa, au kwa tuna hofu, yani mtu ile kuja na kufikiria kwamba mimi lazima niwe na uoga, kwa nini mtanipeleke hivi, lazima kuwa na ile hofu, huyu bwana kwa nini anafanya hivi. Kwa hivyo kuna 1 2 3 anataka kufikisha ile tu, kuwa na hofu ya wewe kupatiana akili yako, kuwa na hofu ya kupatiana amri ambaye kwamba wewe unafaa kuninia kuja na uamuzi wao. Kwa nini huwezi kuwa na hofu? Au kwa nini huwezi kuwa na tamaa kwamba mimi akili yangu mimi siwezi patia mtu, fikra yangu mimi siwezi patia mtu, na uamuzi wangu ambaye kwamba mimi ninazo, uamuzi wangu ambaye kwamba mimi siwezi, hakuna mtu ambaye kwamba anaweza niamulia. Kwa hivyo ile mtu kuwa na tamaa na kuwa na hofu inamaanisha ni miongoni mwa rutba, inamaanisha ni miongoni mwa njia za kumfikisha mtu katika uhuru wake. Na ndio maana anaendelea anasema kwamba ya pili anasema kwamba ubudiyati shahawat wal masalih. Ya kwanza tumeona kwamba ni mtu kupatiana kila kitu, akili, na mtu kupatiana ile irada, yani uwezo wako kupatia mtu mwingine. Ya pili ni nini? Ubudiyatu shahawat wal masalih, yani ubudia ile slavery ya kufanya nini, ya kuabudu shahawat, yani matamanio, na kuabudu maslah. Mtu anaishi na maslah na mtu anaiabudu shahwa, anaabudu shahwa yake, yani anakuwa ni mwenye kuabudu matamanio yake. Anasema man yabiu mabadia, yule ambaye kwamba atakayekuwa ni mwenye kuuza msingi wake, yani atakuwa ni mwenye kuuza vitu vyake ambazo kwamba the basics za maisha yake yote. Tutaeleza min ajli malin, kwa ajili ya mali, au mansab, au kwa ajili ya mansab, yani cheo, au khaufan ala rizqihi, au kwa ajili ya kuogopa riziki yake. Haya maswala matatu. Ya kwanza, man yabiu mabadiahu, yule ambaye kwamba atakayeuza vitu vyake vya asili. Vitu vyake vya asili kivipi? Mathalan, mimi natoka katika mji fulani, na katika mji ule kuna watu ambao kwamba wananitegemea wengi, najulikana, mimi ni mashuhuri, na baadaye akaja mtu fulani akaongea na mimi akaniambia, mimi nataka kitu fulani kutoka kwa mji wako, ambaye kwamba kitu kile mimi nitafaidika, na wewe pia utakuwa ni mwenye kufaidika, na yote itakuwa ni maslahi yako wewe, itakurudia wewe. Sasa yule bwana atakuja ataona kumbe watu katika mji wangu hawafahamu faida ya kitu fulani. Kama hafahamu faida ya kitu fulani, na mimi ndiye ambaye kwamba ninafahamu, kwa hivyo nakuja na yule bwana, anaenda ananunua, na baada ya kununua wewe unaona kwamba ananunua, kumbe ndo mukaddima yake ya kukuondoa katika uhuru wako wewe. Kwa hivyo sasa wewe utakapopokea ile hela ya kwamba ni kitu fulani imenunuliwa, mfano ardhi, mfano vitu fulani kutoka ambazo kwamba ndo msingi wa mji ama wa kiingizo cha mji wako ama nchi yako, inamaanisha kwamba tayari utakuwa pia wewe umeanza kuondoka katika line ama katika mstari wa uhuru. Kwa nini? Kwa ajili polepole huyu bwana ataona kumbe naweza nunua, atakuja atanunua ya pili, atakuja atanunua ardhi ya tatu, mwisho mtajipata mji mzima kuna ardhi. Hakuna mtu ambaye kama anamiliki ardhi isipokuwa yule bwana. Siku ya siku atakuja kuambieni, jameni, mimi nimenunua ardhi hii yote, nani ameuzia? Ni mtu fulani, na yuko na stakabadhi ambazo kwamba zile stakabadhi ni zake,
na ni sahihi na ni halali ambazo kwamba amezinunua katika njia ya halali. Kwa hivyo inamaanisha kwamba nyinyi mwisho itabidi kuhasirika kwa ajili ya tamaa ya mtu mmoja peke yake. Kwa hivyo mabade, yani vile vitu vya msingi, wakati ambao kwamba mtu atakuwa ni mwenye kuvipoteza kwa ajili ya tamaa yake, hapo inamaanisha kwamba atakuwa anatoka katika mstari wa uhuru. Kwa nini? Min ajili mali, auze kwa ajili ya mali au mansab au kwa ajili ya cheo. Mimi nauza vitu fulani na fulani na fulani, au nafanya kitu fulani na fulani na fulani, kinyume cha society yangu, kinyume cha jamii yangu, kinyume cha nchi yangu, kinyume cha watu wangu, ili kwa ajili tu nipate mansab, yani nipate cheo. Inamaanisha kwamba hiyo nitakuwa nauza uhuru wangu mimi kwa ajili mwisho baadaye muda ndio ambaye kwamba itabainisha kivipi? Muda utabainisha baada ya wewe kuzingirwa na madeni ambayo kwamba ulikula na mali ambayo kwamba ulikula, au ile cheo ambayo kwamba ulipata itaanza kukutafuna wewe mwenyewe. Utaona kwamba nimepoteza ambayo kwamba ndio vitu vya msingi kwako wewe. Tuangalie nchi nyingi sana zimepoteza vitu vya kimsingi kwa sababu tu ya kutafuta cheo, kwamba nchi fulani ijulikane, kwa ajili ya kutafuta mali, kwamba tutakuwa na mali mengi, kumbe ni urongo, kwa ajili ya kuwa na kuogopa kwamba tutakuwa wenye kukosa riski, na kumbe ni urongo. Riziki Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anayetoa. Sasa kwa ajili ya vitu hivi vitatu ndio maana mtu anauza asili yake. Na atakapouza asili yake atakuwa ni mwenye kukosa polepole, na baada ya muda atakuwa ni mwenye kukosa uhuru wake. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.